Yes, bana, mambo vipi hapo ulipo? Hapa safi kabisa. Leo nakuletea kazi ambayo macho yako yatafurahia kuitazama na moyo wako utaridhika. Ni kazi ambayo imetimia kila idara. Kuna sehemu za kulia na kuna sehemu za kufurahi na kuna sehemu ambazo zitakufundisha mafunzo mengi katika dunia, jinsi ya kuishi na wanadamu. Bana, mzigo wetu unaanzia katika ofisi fulani hivi. Kuna mwanadada ambaye anakwenda kwa jina la Aurelia, alikujaga akaomba kazi katika ofisi hizi hapa, akapewa muda ambao anatakiwa afikishe vyeti vyake vyote hapo ofisini kwa ajili ya ukaguzi na afanyiwe interview. Basi siku yenyewe ilikuwa ni siku hii ya leo, ambapo alifika akakaa kwanza kwa muda, lakini manager anaingia na kumwambia, tulikuwa katika kikao kidogo na Wagiriki, samahani kwa kukuchelewesha. Dada Aurelia akasema, hamna shaka bosi wangu. Yule manager akasema, okay, unaweza ukaendelea. Basi muda huo Aurelia aliendelea kupangilia viti vyake katika mpangilio sahihi kwa ajili ya ukaguzi. Muda huo huo anaingia mkurugenzi mkuu wa kampuni, yani CEO, ambaye yeye anatambulika kwa jina la Leonard. Manager alisimama kama heshima kwa bosi wake, na mwanadada Aurelia naye alifata hivyo hivyo, na kisha manager akamwambia Aurelia, kutana na Mr. Leonard, huyu ndo mkurugenzi wa kampuni hii. Manager akaendelea na kumwambia Mr. Leonard, huyo binti ni mmoja ya wagombea wa mwisho wa nafasi ya mtendaji mkuu wa mahusiano ya umma, kwa hiyo yuko hapa kwa ajili ya interview yake ya mwisho. CEO akasema okay, anaweza kuendelea. Binti anasema, kwa ujumla nimeandaa mpango wa uchapishaji wa kifaa chako bora cha matibabu, na pia na uhakika kifaa hicho kina uwezo wa kushawishi watu wote katika ulimwengu huu wakakipenda na kukitumia. Kwa ufupi ni kwamba hawatoweza kukikwepa kwa sababu kinawahusu. Nahitaji wiki 2 hadi mwezi mmoja kwa ajili ya kuunda hicho kifaa. Mkurugenzi alishtuka akamuuliza, wiki 2? Binti akasema, ndiyo, namaanisha wiki 2 tu. Hivi we binti, unafikiri issue ni simple kama kutengeneza mdoli? Hapana mkuu, hayo ni kama maelezo ya mwanzo tu, lakini mwezi mmoja na imani utatosha kabisa. Unaweza ukaniambia jina lako, unaitwa nani binti? Naitwa Aurelia David. Sasa Miss David, huu sio upande wa kukimbilia, huu ni muungano wa mamilioni mengi sana ya pesa, watu wamewekeza. Sasa unavyosema kwamba una uwezo wa kutengeneza hicho kifaa ndani ya wiki 2 au mwezi mmoja, inaonyesha kwamba inabidi urudi darasani. Kuna vitabu ambavyo umeacha vya kusoma, kwa hiyo muda wangu ni mdogo, tutaonana wakati mwingine. Binti anasema, samani mkuu, samani, nilikuwa niko kwenye maelezo ya mwanzo, tafadhali naomba unisikilize mkuu. Lakini ilikuwa ngumu kusikilizwa na hatimaye CEO akaondoka ofisini. Kwa ufupi ni kwamba binti ameshakosa kazi, yani amefulia. Binti amebaki kulalamika na manager na kumwambia, unanijua vizuri, angalia vyeti vyangu vinaruhusu kabisa mimi kufanya kazi, naomba nisaidie, jaribu kuongea naye. Manager anamwambia, hilo swala liko nje ya uwezo wangu, yule uliomuona ndiye mtu ambaye alitakiwa akupitishe, alafu mimi kwangu lingekuwa ni swala dogo kabisa, kwa hiyo siwezi kuamua maamuzi yoyote tofauti na yeye. Manager naye akaondoka. Binti alibaki na huzuni na kuona, maisha yangu vipi tena, mbona nilitegemea nitaipata hii kazi alafu hakuna tena. Alibaki akisononeka moyoni mwake. Haya, upande huu tunakutana na mwanadada anayekwenda kwa jina la Benita. Leo alikuja kumchukua mtoto wake shule. Ni binti mdogo ambaye anakwenda kwa jina la 7. Leo ilitakiwa baba wa mtoto ndo aje kumchukua, lakini muda ulienda sana bila kuonekana katika eneo la shule, na ndipo walimu wakachukua jukumu la kumpigia Benita ili aje kumfata mtoto wake yeye mwenyewe. Alifika na kumchukua mtoto wake na kwenda naye nyumbani. Kifupi ni kwamba mambo yalienda vizuri, lakini Benita alikuwa na hasira moyoni mwake. Kwa nini huyu mwanaume hakwenda kumchukua mtoto na wakati ilikuwa ni makubaliano yao? Kwa ufupi ni kwamba Benita ametengana na mzazi mwenzie, kila mtu anaishi maisha yake, lakini wanasapotiana pale tu linapokuja swala la mtoto wao. Huwezi amini, Benita alipotoka kumwacha mtoto tu alikuja nyumbani kwa ex wake akiwa amepandisha mbogo vibaya mno. Dada wa kazi anaenda kufungua mlango baada ya kusikia unagongwa, lakini Benita anapitiliza mpaka ndani sebleni na moja kwa moja anamfuata huyu bwana. Anapandisha ngazi na kuelekea gorofani katika chumba anachoishi bila kujali kama atakuwa peke yake au na mtu yoyote yule. Bana, kumbe ex wake ni huyu bwana ambaye ni CEO wa ile kampuni anayekwenda kwa jina la Leonard.
Muda huu alikuwa yuko na pisi anataka kuikata ile, kabla hajaikata anakatishwa. Ghafla binvu Benita ameshazama ndani chumbani na kumkuta Mr. Leonard akiwa anataka kufanya yake, lakini yeye hakikumleta kitu hicho. Yeye alikuja kusema kilichomleta. Leonard aliwaka akamwambia, unasubutuje kuingia ndani kwangu bila taarifa kama hivyo? Benita aliuchuna bila kumjibu kitu chochote. Yule binti ambaye alikuwepo na Mr. Leonard akatoka, walikatana jicho yeye na Benita, na kisha yule mwanamke akatoka nje, wakabaki Benita pamoja na Mr. Leonard na kuanza kuongea mambo yao. Benita akamwambia, ulikuwa na kazi moja tu leo na umeshindwa kuifanya Leonard. Leonard akamwambia, tumeachana na hatuna biashara yoyote pamoja mimi na wewe. Ikiwa unahitaji chochote kile au unahitaji muda wa maongezi na mimi katika ratiba yangu, wasiliana na mfanyakazi wangu, yeye atanipa hizo taarifa kuliko hicho ulichokifanya. Mbona unapenda kujamulia mambo wewe? Okay, niambie unataka nini sasa? Benita akamwambia, kilichonileta hapa ni mtoto. Mr. Leonard akasema, kumbe anaendeleaje sasa? Benita akamwambia, leo ilikuwa ni siku yake ya kufunga shule, ulitakiwa ujitokeze uende ukamchukue, mbona ukwenda sasa? Oh my God, nilisahau, akili yangu iliteleza bwana. Unasema akili yako iliteleza Leonard? Kumbuka yule ni binti yako. Lakini ndiyo, na mimi ni baba yake. Sasa ningefanyaje wakati nimesahau? Yaani unaonyesha ni jinsi gani usivyojali kuhusu yeye. Vitoi unavyompelekea na vinyago sijui vitu gani. Hahitaji hivyo, anakuhitaji wewe, anamhitaji baba. Mtoto anakuwa bila wewe, yule haupo kwenye maisha yake, yaani katika kumbukumbu zake hakuna hata kitu cha muhimu kukuhusu wewe. Benita, tafadhali usiniite tena baba asiyejali, kwa sababu wewe unajua mimi nina kazi nyingi sana ninazofanya. Leonard, hakuna hata mmoja anayejua stori ya mapenzi yangu mimi na wewe. Basi hata isiwe mimi, pale mwanangu anapokuwa na huzuni amuone baba yake na kumkumbatia. Uwezi amini, najuta kuzaa yule mtoto na wewe. Kusema kweli, wewe ni kosa kubwa sana maishani mwangu, lakini yule mtoto wangu anahitaji maisha bora zaidi. Wewe ni kitu gani unachokifanya hiki? Unaongea nini? Benita anasema, we mwanaume ni mbaya sana kuwahi kutokea duniani. Huwezi amini, kabla ya kumaliza maongezi Benita alidondoka na kupoteza fahamu. Benita ana tatizo la kansa ya mapafu, ndio maana anatafuta suluhu na mume wake ili mtoto aweze kulelewa katika malezi yaliyo bora. Lakini ndo vile tena, baba mwenyewe tunasema ni chenjeu, mtu ambaye aeleweki, aambiliki, asikii la mwazini wala la mnadi swala. Baba bado anakula ujana, ni mzee wa totos. Basi baada ya kudondoka Benita alifanikiwa kupelekwa hospitali na bwana Bernard. Hapa yuko chumbani Benita, sauti ya daktari ikimrudia kichwani kwa maneno aliyoyasikia. Sauti ya daktari inasema, samahani Miss Benita, tumefanya kila tunaloliweza hata baada ya matibabu ya mapafu, lakini inaonyesha kwamba hayatibiki. Yaani mapafu yako yamepoteza ufanyaji wake wa kazi. Samahani lakini kwa kusema hivyo, una muda mchache sana uliobaki wa kuishi. Basi ilibidi aende kanisani kwa ajili ya kuongea na Mungu wake, amnusuru na kikombe kilicho mbele yake. Akiwa katika maombi anasema, Baba Mungu uliye mbinguni, najua hatujazungumza kwa muda mrefu sana, lakini nakuhitaji Baba. Sina muda mrefu uliobaki wa kuishi katika dunia hii, na siko hapa kwa ajili ya kuomba muujiza wa kupona, bali niko hapa kwa ajili ya kuomba rehema zako. Tafadhali sana, ninachokitaka ni mtu atakayempenda binti yangu Seven. Ningependa mtu ambaye angemshika wakati analia na kumfundisha mema na mabaya na kumwita mtoto wake wa kike, kwa sababu hatuna familia mimi na binti yangu. Baba yake amepotea kwenye moyo wake. Baba yake ni mbaya sana, atamtia makovu mtoto wangu. Kwa hiyo tafadhali sana, Baba wa mbinguni, kabla sijaondoka, ninachoomba ni kwamba unipe mtu atakaye msamini binti yangu bila kumbagua kwa chochote kile. Tafadhali ye Mungu, naomba unisikilize. Muda ule ule mwanadada Aurelia naye alikuja kanisani kwa ajili ya kuongea na Mungu wake, maana kila anaposhika panachanika, kila anapogusa panaachia. Shida iko wapi? Akawaza na kuwazua, jibu alilopata, amshirikishe Mungu, ndiye anayeweza kutatua shida yake. Aliendelea kuongea na Mungu wake kimya kimya, lakini upande wa pili anasikia mtu analia sana katika maombi yake. Yupo katika emotion kubwa kiasi kwamba alijiona yeye hana shida yoyote. Kila mtu ana matatizo yake katika ulimwengu, lakini alijiona kwamba yeye
hana matatizo. Aurelia alimuona huyu dada na kumwonea imani sana. Kwa malalamiko anayolalamika katika sala yake, ilibidi amsogelee ili kumpa pole au kujua kitu gani kinachomsibu huyu dada. Alimgusa bega, akampa tishu ili aweze kufuta machozi, na kisha wakaja wakaketi kwenye viti ili amuulize ni kitu gani kinachomsibu. Mtazamaji wangu, mpaka kufika hapo itakuwa ni mwisho wa sehemu ya kwanza, lakini mwisho wa sehemu ya kwanza ni mwanzo wa sehemu ya pili. Hii kazi bwana ni nzuri sana, nina imani utaipenda sana sana sana. Endelea kuifuatilia, usiache ikakupita hata episodi moja. Kingine ndugu zangu, niwaombe jamani, mnisapoti kwenye kusubscribe, kulike na kukomenti ili chaneli iweze kuwa kubwa, tufike mbali jamani. Na pia ningeomba kama una uwezo wa kushare, tumia hiyo dakika moja, sijui ni sekunde, ili uweze kushare kwa mshikaji wako mwingine, naye na yeye pia atashare kwa mtu mwingine. Basi hiyo ndo itakuwa safari ya kuondoka kwenda mjini Kariakoo. Nauli mtakuwa mmenipa nyinyi, au sio? Nitoeni bwana, nipo vijijini Songwe huku, na mimi nataka kuja mjini Kariakoo hapo. Kwa majina wananita Alifa DJ aka wa kupoa aka kabisa Real Badman Killer. Mpaka muda mwingine niseme asante.